Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Kituo cha mafunzo ya roboti za kibinadamu China chapiga hatua mpya katika teknolojia ya mguso. Mauzo ya nje ya magari ya China yakuwa kwa kasi, na wanasayansi wa China wafanikiwa kupandikiza seli maalum zilizotengenezwa kutoka seli shina ili kutibu ugonjwa wa kisukari. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Magoa. Usiondoke. Kituo cha mafunzo ya roboti za kibinadamu jijini Beijing kinatarajiwa kuanza awamu ya 3 ya mafunzo ya teknolojia ya mguso ifikapo mwisho wa Machi, kikilenga kuwapa roboti uwezo wa kufanya kazi katika mazingira halisi katika sekta mbalimbali kama uzalishaji viwandani, usindikaji wa mazao ya kilimo, huduma za hoteli, usafi wa majumbani, usimamizi wa nyumba janja na hata huduma za matibabu. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Kikiwa na ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 10,000, kituo hicho kilichopo wilaya ya Xinjiang magharibi mwa Beijing ni kikubwa zaidi cha aina yake nchini China. Kinafanya kazi kama shule maalum ambapo roboti hufundishwa kupitia mazingira halisi kabla ya kuanza kutumika rasmi. Ndani ya kituo hicho, roboti nyingi zinafundishwa uwezo wa kuhisi mguso. Mkono mmoja wa roboti unaweza kuzalisha maelfu ya data kila sekunde, ikijumuisha taarifa za mguso na picha. Roboti zetu zina uwezo wa kutambua nguvu ndogo sana ya hadi Newton 0.01, sawa na uzito wa unywele mmoja unapogusa vidole vyetu. Kwa udhibiti huu wa kiwango cha nguvu, zinaweza kutekeleza kazi mbalimbali ngumu na nyeti kwa usahihi mkubwa. Awamu ya kwanza ya mradi ilikamilika na kuanza kufanya kazi mwishoni mwa Machi mwaka jana, ambapo mikono ya roboti 100 yenye magurudumu ilianza kutumika katika hifadhi ya Shougang. Katika awamu ya pili, roboti 100 za kibinadamu zilisambazwa katika mazingira mbalimbali ya kazi, zikiwemo viwandani na majumbani. Roboti hizi zilifanya kazi kwa wastani wa saa 10 kila siku na kuzalisha takriban data milioni 6 halali kila mwaka, kiwango kinachoifanya China kuwa miongoni mwa vinara wa teknolojia hii duniani. Mauzo ya nje ya magari ya China yanaendelea kukua kwa kasi kubwa, yakichochewa na ongezeko la mahitaji ya kimataifa pamoja na mafanikio ya teknolojia za magari ya nishati mpya. Ukuaji huu unaonyesha nafasi muhimu ya sekta ya magari katika kuimarisha uchumi wa China na vilevile pia kupanua ushawishi wake katika masoko ya dunia. Kulingana na takwimu za hivi karibuni kutoka chama cha watengenezaji magari cha China, mauzo ya nje ya magari ya China yameongezeka kwa kasi, yakipanda 48% hadi kufikia magari milioni 1.3 katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka huu. Mwezi Februari pekee, mauzo ya nje yalifikia zaidi ya magari 1,600, ikiwa ni ongezeko la 52% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Magari ya umeme yalionyesha mafanikio makubwa zaidi, yakifikia mauzo ya magari nusu milioni, sawa na ongezeko la 110%. Magari ya umeme yalichangia zaidi ya 40% ya mauzo yote ya nje na kuwa kichocheo kikuu cha ukuaji wa sekta hiyo. Maafisa wa chama cha watengenezaji magari cha China wanasema kwamba sekta ya magari ya China ina mnyororo kamili wa uzalishaji pamoja na faida kubwa katika teknolojia za nishati mpya na mifumo mahiri, huku masoko ya nje yakiendelea kupanuka. Kutokana na hali hiyo, mauzo ya nje yanatarajiwa kuendelea kukua kwa udhabiti. Mauzo ya magari kuelekea Umoja wa Ulaya yaliongezeka kwa karibu 28%, huku yale yanayokwenda katika eneo la Amerika Kusini yakipanda kwa 16%. Kwa ujumla, mauzo ya nje yameendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa China licha ya mvutano wa kibiashara na Marekani. Mauzo ya nje ya China yaliongezeka kwa 5.5% mwaka 2025, huku ziada ya biashara ikifikia rekodi ya karibu dola trilioni 1.2. Wakati huo, ongezeko la matumizi ya akili bandia limeongeza mahitaji ya semiconductor, ambapo mauzo ya nje ya bidhaa hizo yalipanda kwa karibu 73%, yakichangiwa pia na kupanda kwa bei kutokana na uhaba wa chipu. Mauzo ya bidhaa za mitambo ya umeme kwa ajili ya magari ya umeme yaliongezeka kwa 27%. Toleo la 30 la soko la kimataifa la filamu na televisheni la Hong Kong nchini China lilifunguliwa Jumanne, likianza tamasha la siku 4 lililohudhuriwa na zaidi ya waonyeshaji 790 kutoka nchi na maeneo 38. Tukio la mwaka huu linatoa jukwaa la biashara ya maudhui ya burudani ya filamu na televisheni ili kuhimiza ubadilishanaji wa tamaduni. Khamis Darwish anatujuza zaidi.
Maonyesho hayo yaliyofanyika katika kituo cha mikutano na maonyesho cha Hong Kong yamevutia washiriki kutoka masoko yaliyoimarika na yanayoibukia, ikiwa ni pamoja na masoko makubwa ya filamu na televisheni kama Ufaransa, Italia na Jamhuri ya Korea, pamoja na nchi za ASEAN kama Cambodia na Malaysia. Pia yana washiriki wengi kutoka masoko yanayoibukia wanaoshiriki kwa mara ya kwanza, wakionyesha uwezekano wa ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya filamu na televisheni. Tukio hilo limeingia ushirikiano na mashirika 10 ya kimataifa ya kukuza filamu ili kuhimiza ushirikiano zaidi wa kimataifa na miradi ya utayarishaji wa pamoja. Kadri sekta ya filamu na televisheni ya China bara inavyoendelea kupanuka katika masoko ya nje, maonyesho ya filamu na televisheni yamekuwa mojawapo ya majukwaa muhimu ya kusaidia kampuni za China kufikia soko la kimataifa. First, we are bringing high-quality audiovisual content, including our TV series Swords into Plowshares and over a dozen other new shows. Second, in terms of ecosystem development and technology-driven innovation, we are forging strategic partnerships with tech giants. We hope to leverage platforms like Hong Kong to accelerate and enhance the transformation and upgrading of our business. Entertainment Pulse, kongamano lililoandaliwa na Baraza la Maendeleo ya Biashara la Hong Kong, lilifanyika sambamba na Filmat, likiwakutanisha viongozi wa sekta kutoka duniani kote kujadili mada muhimu kama akili bandia au akili mnemba, utiririshaji wa video na ufadhili wa miradi. Watafiti nchini China wamepata mafanikio makubwa ya kitabibu baada ya kutumia teknolojia ya seli shina za endoderm kutengeneza tishu zinazofanana na visiwa vya kongosho, yani e-isolate, hatua inayoweza kurejesha uwezo wa mwili kudhibiti sukari kwa wagonjwa wa kisukari almaarufu type 1 diabetes. Timu hii ya watafiti imeunda mfumo wa kiteknolojia unaotumia seli shina za endoderm na kufanikiwa kuzalisha visiwa vya kongosho vinavyofanya kazi hususan kwa wagonjwa wa kisukari. Kwa mafanikio haya, watafiti walitekeleza upandikizaji wa kwanza duniani kwa njia isiyo ya upasuaji mkubwa, wakitumia seli kutoka kwa mgonjwa mwenyewe pamoja na wafadhili. Hatua hii inatajwa kuwa ya kihistoria duniani, kwani inawezesha kurejeshwa kikamilifu kwa kazi ya visiwa vya kongosho kwa wagonjwa wa kisukari aina ya kwanza almaarufu type 1 diabetes. Hadi sasa wagonjwa 3 wamefanikiwa kutibiwa kwa kutumia teknolojia ya e-isolate katika utafiti huo uliofanywa mjini Shanghai. Tofauti na mbinu za kawaida zinazotumia seli shina zenye uwezo wa kuwa aina yoyote ya seli, teknolojia hii mpya hutumia moja kwa moja seli za endoderm, hivyo kupunguza muda wa ukuzaji wa seli kutoka siku 40 hadi 14. Hali kadhalika inapunguza hatari ya kutokea kwa uvimbe, kwani seli hizi hazizaliani ndani ya mwili wa binadamu. Matokeo ya utafiti huo yamechapishwa katika jarida mashuhuri la kimataifa The Lancet Diabetes and Endocrinology, hatua inayothibitisha ubora wa umuhimu wa uvumbuzi huo katika sekta ya tiba kote duniani. Ugunduzi huu unaonesha matumaini mapya kwa mamilioni ya wagonjwa wa kisukari ambao kwa sasa hulazimika kutumia sindano za insulin maisha yao yote. Kikao cha juu cha mazungumzo kati ya maafisa watafiti na wanafunzi kutoka China na Afrika kimefanyika mjini Cape Town, Afrika Kusini, kikilenga kuimarisha ushirikiano katika nyanja za sayansi, teknolojia na utamaduni. Tom Njala anatueleza mengi zaidi. Kikao hicho kilichofanyika wiki hii kilijikita katika kujadili matokeo ya mikutano mikuu ya China inayojulikana kama vikao viwili almaarufu 2 sessions. Katika mikutano hiyo, China ilipitisha mpango wake wa 15 wa maendeleo ya miaka 5, yani kuanzia mwaka huu wa 2026 hadi mwaka wa 2030, unaoelekeza njia ya China hiyo kuelekea maendeleo ya kisasa yenye ubora wa juu. Washiriki walitumia fursa hiyo pia kuchunguza maeneo mapya ya ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Kikao hicho kiliandaliwa na China Media Group CMG, ambapo washiriki walijadili vipaumbele vya maendeleo ya China na athari zake kwa dunia katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Wengi wa washiriki walikubaliana kuwa maendeleo ya China ni fursa kwa dunia nzima na kwamba uthabiti wa China utaongeza uhakika katika jamii ya kimataifa. Aidha, walieleza kuwa mwaka wa 2026 wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu unatoa nafasi mpya ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya pande hizo mbili.
Washiriki pia walisisitiza umuhimu wa kujenga jumuiya ya karibu zaidi ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja kupitia mazungumzo ya wazi na ushirikiano jumuishi. Kwenye kikao hicho, wageni kutoka sekta na taaluma mbalimbali, biashara na elimu za Afrika Kusini walijadili mada mbalimbali ikiwemo teknolojia kuwa nguvu ya kisasa na msukumo mpya kwa ubunifu kati ya China na Afrika, na vilevile kujifunza kati ya tamaduni na mawasiliano ya kimataifa, mipaka mipya ya ushirikiano wa vyombo vya habari kati ya China na Afrika. Aidha, tukio hilo lilijumuisha maonyesho ya kazi mbalimbali za CMG ikiwemo vipindi vya kitamaduni vinavyoonyesha teknolojia za kale na za kisasa za China, pamoja na onyesho la kusisimua la sanaa ya kijeshi ya roboti kutoka tamasha la Spring Festival la mwaka huu. Zakia Pong leo anatufahamisha jinsi mwalimu kijana wa shule ya msingi kusini magharibi mwa China anatumia dansi za mtaani kuwajengea wanafunzi wake kujiamini, hasa wale wanaoishi mbali na wazazi wao au kutoka katika familia zilizovunjika. Karibu tujiunge naye basi Zakia Pong kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng, mwalimu kijana wa shule ya msingi katika kijiji kilichoko kusini magharibi mwa China. Amewasaidia wanafunzi wake kujiamini. Wengi wao wanaishi mbali na wazazi wao wanaofanya kazi za vibarua vya kuhamahama ama wanaotoka kwenye familia zilizovunjika kwa mafunzo ya ziada ya dansi za mtaani. Mafunzo hayo yalianza mapema mwaka 2023 wakati Wang Jiajia mwenye umri wa miaka 25 aliyesomea taaluma ya muziki chuoni alipokuwa mwalimu wa hesabu katika shule ya msingi Pingjai, shule ya umma ya ngazi ya kijiji katika mkoa wa Guizhou. Mara moja aligundua mapenzi ya watoto wa huko na kipaji chao cha kucheza dansi. Wazo lake liliungwa mkono na mkuu wa shule ambaye aliona klabu ya dansi kama njia ya kushughulikia suala ambalo shule nyingi za kijijini zinakabiliana nalo. Katika miongo iliyopita, mageuzi ya kasi ya viwanda na ukuaji wa miji nchini China umepeleka mamilioni ya wakazi wa vijijini kwenda mijini kutafuta kazi na kuwaacha watoto wao wadogo wakihudumiwa na bibi na babu zao ama wanafamilia. Watoto hao walioachwa nyuma wanaweza kukabiliana na ugumu katika masomo, matatizo ya kisaikolojia na hatari ya usalama wanapokosa huduma sahihi kutoka kwa walezi wenye uwezo. Kwa kuungwa mkono na shule, Wang alianza kuwafundisha dansi watoto mwezi Machi mwaka 2023 ili kuamsha mapenzi ya wanafunzi kwenye aina hiyo ya sanaa. Mara nyingi alitumia dansi maarufu mtandaoni na kuwafundisha wanafunzi wake, na baadaye kupiga picha za video za watoto wanaocheza dansi na kuzituma katika mitandao ya kijamii. Video hizi fupi zilipata ufuatiliaji mkubwa na kusifiwa sana katika mtandao. Wakati umaarufu wake ukiongezeka, klabu ya dansi imepokea mialiko kadhaa kutoka mikoa mingine nchini kufanya maonyesho. Kutokana na ukosefu wa ukaribu na wazazi, watoto wengi wanaoachwa nyuma wana tabia ya kuwa wapweke. Kujifunza kucheza dansi kumewawezesha kujitoa katika upweke huo. Mwalimu anasema ameshawishwa sana na mabadiliko hayo chana na ataendelea kuwafundisha wanafunzi wake kucheza dansi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia.
kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mwisho kabisa ni sehemu yetu ya kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunauletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia kabisa. Karibu kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第9课，你今天做什么了？ Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. 水 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 果 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 画 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 没 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafuta. Tafadhali angalia kwa karibu. Tafuta maandishi sahihi ya Kichina kutokana na Pinyin. Niambie, ipi ni sahihi? 第2个画 Niambie, ipi ni sahihi? 第3个没 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个有 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个知
Niambie, ipi ni sahihi? 第一个啦。 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.